Mambo vipi Tanzania? Karibuni sana Mpenzi TV tuzungumze michezo. Tunafahamu kesho ni mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho Afrika. Mwenyeji ni Al Masry, mgeni ni Simba Sports Club pale Misri. Tunavyozungumza hivi sasa tayari kikosi cha Simba kipo pale kwa ajili ya maandalizi kuelekea mchezo huu wa kesho ambao wa Tanzania wanatamani kuona Simba anakwenda kufanya nini kwenye mchezo huu wa kombe la shirikisho Afrika, ikiwa ni robo finali ya kwanza kabla ya tarehe 9 ambayo robo finali ya pili itakapigwa hapa Tanzania kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Lakini kubwa zaidi lilozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii ni baada ya mabingwa kihistoria Tanzania Young Africans kupeleka rufaa yao CAS kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, wakitaka alama 3 na goli 3 baada ya mchezo huo kughairishwa. Na washtakiwa ambao kwenye barua hiyo wameandikwa ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, bodi ya ligi kuu pamoja na Simba Sports Club. Na taarifa inaeleza kwamba zimetolewa siku 10 tu kwa washtakiwa hao kupeleka utetezi wao na kabla ya CAS kufanya maamuzi ambayo watayafanya. Nimemtafuta meneja habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali kupitia mawasiliano ya simu moja kwa moja nikiwa Tabata Magengeni HQ ya Mpenzi TV, na yeye akiwa kule Misri ambapo kesho anacheza mchezo wa kombe la shirikisho Afrika. Wana kipi cha kusema kuhusiana na barua hiyo? Yuko hapa Ahmed Ali, anaeleza vingi ambavyo wana michezo na mashabiki wa Simba wanatamani kufahamu. Sawa. Mko Misri na sherehe za siku ya Eid mmesherehekea huko. Vipi hali ya timu mpaka sasa kiujumla? Ya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hali ya timu kwa upande wetu imekwenda vizuri sana mpaka hivi sasa. Leo hii ikiwa ni takriban siku ya 5 tangu tumewasili hapa. Tulifikia katika mji wa Ismailia ambapo tumeweka kambi hapa. Tumefanya mazoezi kwa siku zote 5 hizo. Siku ya kwanza tukifanya mazoezi katika uwanja ambao unamilikiwa na hoteli ya Tolib hapa ambapo tumefikia, na siku iliyofuatia tukaenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Suez Canal Authority ambapo tumefanya mazoezi kwa muda wa siku 3. Na leo hii tunaondoka hapa katika mji wa Ismailia, tunaelekea katika mji wa Suez ambako ndiko mchezo wetu utachezwa hapo. Tunaondoka hapa majira ya saa 9:30 kwa saa za hapa Misri, sawa na saa 10:30 kwa saa za hapo nyumbani Tanzania. Na safari yetu itakuwa ni moja kwa moja kuelekea mpaka uwanja wa Suez ambapo tutafanya mazoezi majira ya saa 12 kwa saa za hapa Misri, sawa na saa 1 kwa saa za hapo nyumbani Tanzania. Muda huo wa saa 12 ndio muda wa mchezo wetu na Al Masry. Kwa tutafanya mazoezi hapo kwa muda wa saa 1, na baada hapo tunaelekea hotelini katika mji huu wa Suez. Tutapumzika. Kesho Mwenyezi Mungu akijalia tutafikia uwanjani kwenda kutimiza kile ambacho kimetuleta hapa Ismailia, hapa nchini Misri. Sawa semaji. Kesho mnakwenda kuwavaa Ismailia. Maandalizi ya kikosi yakoje mpaka sasa? Ya, maandalizi yanakwenda vizuri. Wachezaji wote 23 ambao tumesafiri nao wote wapo katika hali nzuri. Tumekuwa na session nzuri za mazoezi. Mchezaji ambaye bado alikuwa kwenye matazamio ya Habibu Musa Kamara naye ameendelea vizuri, amefanya mazoezi kwa muda wote wa siku 4 na kutoa matumaini ya kwamba atakuwa sehemu ya mchezo kesho dhidi ya wapinzani wetu. Na wengine wote waliosalia wanaendelea vizuri. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Hali ya hewa imekuwa ikibadilika, kuna wakati ni hali ya hewa ya kawaida na salama na tuko vizuri sana. Wana Simba wanatarajia Simba kuondoka na alama 3 kwenye mchezo wa kesho. Na mchezo wa nyumbani pia hapa ndio mchezo ambao ulizungumza wakati tunaondoka kwamba ni mchezo wa kufa kupona kuhakikisha Simba inakwenda hatua ya nusu finali. Una kipi cha kuahidi mashabiki wa Simba ambao wameambatana na timu kuja huko Misri na ambao wamebaki huko Tanzania? Kwenye mpira ni ngumu kuahidi moja kwa moja alama 3 ama kuahidi moja kwa moja ushindi. Nachoweza kuahidi wana Simba ni kwamba sisi tutakwenda kupambana. Mapambano ndio kitu ambacho nina uhakika nacho wachezaji wetu wanaweza kukifanya. Tunao timu ya kuweza kupambana, tunalo bench la ufundi la kuweza kupambana, na sisi viongozi kwenye eneo letu huko nje tumeshafanya mapambano makubwa kweli kweli hadi
fika hii leo. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba, ama ahadi yangu kwa wanasimba ni kwamba hatutawaangusha. Tutakwenda kupambana kwa nguvu yote, tutakwenda kuipigania nembo ya Simba, na tutakwenda kupambana kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri. Kila nikiangalia aina ya maandalizi ambayo tumeyafanya, aina ya umakini ambao tuko nayo, inanipa matumaini ambayo ninawapa wanasimba pia, ya kwamba uko uwezekano mkubwa wa asilimia zaidi ya 100 na Simba kuvuka hatua ya robo finali na kwenda hatua ya nusu finali safari hii. Sawa, semaji, kuna hili ambalo limezungumzwa sana mitandao ya kijamii hii leo. Nafikiri utakuwa umepita huko mjini Instagram, Twitter, umeona ambacho kinazungumzwa sana. Yameongelewa mengi kuhusu dabi, na mara ya mwisho uliweka sawa kuhusu kikao ambacho Simba iliitwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na maelekezo ni kwamba mpaka ambapo serikali itatoa tamko wa bodi ya ligi kuhusu tarehe mpya. Lakini kuna barua ambayo imepokelewa CAS ya Young Africans kukata rufaa kuhusu alama 3, na miongoni mwa washtakiwa kwenye barua ile Simba Sports Club ipo. Mmepokea barua hiyo, na kwenye zile siku 10 za kupeleka hoja zenu ama utetezi wenu tayari mmeanza kuzifanyia kazi? Sisi kwa sasa Diego, focus yetu kubwa ni namna gani Simba inavuka kwenda hatua ya nusu finali. Kesho tuna mchezo mgumu sana dhidi ya Al-Masry. Afrika nzima inatazama mchezo huu. Watu wanataka kuona Simba anafanya kitu gani, Al-Masry anafanya kitu gani. Hatupo kwenye nafasi ya aina yeyote ya kuzungumzia chochote ambacho kinaendelea kuhusiana na mechi za nyumbani Tanzania, ama kuhusiana na sakata la dabi. Sisi tulishafunga shauri. Kwanza tulitoa statement yetu ya kwamba hatuchezi mchezo huu kulingana na ukiukwaji mkubwa wa kanuni. Lakini pili, na kaza mpira na zenyewe zikatoa taarifa yake, ambao sisi kama Simba hatuna budi kutii kile ambacho mamlaka imekitoa. Lakini kama haitoshi, serikali kupitia Wizara ya Michezo ikafanya kikao na sisi Simba Sports Club. Kwa ukiangalia mpaka hivi sasa hili jambo haliko mikononi mwetu tena, lipo kwenye mikono ya mamlaka nyingine tofauti. Kwa sisi hatuna cha kuongeza wala hatuna cha kuongea. Lakini kama haitoshi, tunalo jambo kubwa sana ambalo liko mbele yetu. Wana Simba wote hivi sasa wanataka kusikia, wanataka kuona, wanataka kujua kuhusiana na maandalizi ya timu yao kuelekea mechi ya Al-Masry. Wana Simba hivi sasa wanataka kufahamu tunavuka vipi kutoka hapa kwenye mkwaa wa robo finali kwenda hatua ya nusu finali. Kipaumbele cha wana Simba hivi sasa, hawataki kusikia chochote kile. Akili ya wana Simba ni kwa namna gani safari hii Simba anakwenda nusu finali. Wana Simba wanalala, wanayota nusu finali, wanakula, wanawaza nusu finali, wanatembea nusu finali, wanazungumza nusu finali. Kila wanachokifanya wana Simba kinahusiana na nusu finali. Kwa hiyo usituchanganyie mada, Diego. Wana Simba hawataki kusikia kasi, hawataki kusikia kaskasi, hawataki kusikia kusi, wanataka kusikia robo finali kwenda nusu finali. Hivi sasa ninavyozungumza na wewe, matawi mbalimbali ya wana Simba kutoka mikoa mbalimbali wameshaanza kukusanya nauli na viingilio kwa ajili ya kuja kwenye mchezo wa tarehe. Kwa hii ndio agenda ambayo inazunguka. Yaani ukifungua oblangata ya wana Simba unakutana na mechi ya Simba na Al-Masry. Kwa tusiwachanganyie watu mada. Acha tuwaze, acha kuhusiana na robo finali. Sawa, semaji, nimekuelewa vizuri. La mwisho lakini japo sio kwa umuhimu. Ndio mara ya kwanza kula Idi ukiwa Misri, eh? Bila shaka. Experience yake ikoje? Ya kwanza Experience yake ikoje? Nini? Watu wanasherekea vibaya mno, majifunzo vitu vingi, na kama haitoshi, of course kwanza unamisi familia yao, na misi kula Idi na watu wako wa mtaani, watu wako wa nyumbani. Lakini kula Idi katikati ya
mapambano na ina raha yake, na of course huku unapata experience mpya namna watu wanavyo celebrate sikukuu. Kwa hiyo kwa kweli experience ni hali ya juu mno na tumefurahi sisi kama wana Simba. Mimi nikushukuru sana Semaji. Asante sana.